محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم تنويت محمد صلى الله عليه وسلم. ننليا رسالة يتو المسمى ب48 سؤالا في الصيام لفضيلة الشيخ الإمام محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نليو إن شاء الله تعالى بمن الله تعالى وكرمه وجوده tutaingia katika swali nambari 30, nambari 29. Miongoni mwa maswali aliyoulizwa Sheikh al-Imam al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هل نية صيام رمضان كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟ aliulizwa Sheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, je, nia ya fungo ya Ramadhani kafiyatun, ni yenye kutosheleza, an niyati sawmi kulli yawmin, kunako nia ya funga ya kila siku, ala hidatin, kwa kujitegemea, kwa maana ya kwamba anaweza mtu akanuia kufunga mwezi wa Ramadhani wote, ikawa hiyo nia imetosheleza kunako yeye kunuia kila siku katika mwezi wa Ramadhani. Swali imeulizwa, je, nia ambayo mtu ataiweka kunako kufunga mwezi wa Ramadhani wote, je, nia hii inatosheleza kunako kuweka nia kwa kila siku? Tukidhamiria na akaweka nia kwamba mimi nitafunga Ramadhani yote insha Allah taala, in waffaqani Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa atanifikisha Allah, basi mimi nitafunga mwezi mzima wa Ramadhani. Je, nia hii inatosheleza kunako kuweka nia kila siku kwa kujitenga au kwa kujitegemea? Faajaba rahimahullah ta'ala qailan: min al-ma'lum, katika mambo yenye kufahamika, anna kulla shakhsin, hakika kila mtu, yaqumu fi akhir al-layli, anasimama mwishoni mwa usiku, wayatasahharu, na anakula daku, fa innahu qad arada as-sawma, hakika yake mtu huyo amekusudia kufunga. Wala shakka fi hadha, na wala hakuna shaka katika hili. Lianna kulla aqilin, kwa sababu kila mwenye akili, yaf'alu shay'a bikhtiyarihi, anafanya mambo kwa uchaguzi wake. La yumkinu an yaf'alahu illa biiradatin, haiwezekaniki akalifanya hilo jambo isipokuwa kwa matashi yake. Waliradatu hiya an-niyya, na matashi ndiyo nia. Falinsan, hivyo basi mwanadamu, la yaakulu fi akhiri al-layli, hali mwishoni mwa usiku, illa min ajli sawmi, isipokuwa kwa ajili ya kufunga. Mwanadamu hali mwishoni mwa usiku, akaamka usiku saa 9 saa 10, isipokuwa lengo la kuamka usiku huo kwa ajili ya kula daku, lengo ni kufunga. Walau kana muraduhu mujarrad al-akli, na lau kama ingelikuwa makusudio yake ni kula tu, lam yakun min adatihi an yaakula fi hadha alwaqti, isingekuwa katika ada yake na mazoea yake kula katika wakati huu. Haiwezekaniki mtu akaamka saa 9 za usiku eti ndio wakati wake wa kula katika mazoea ya kawaida. Mara nyingi hutumika wakati wa usiku kuwa ni wakati wa kupumzika na kulala. Hivyo kile kitendo cha yeye kuamka wakati wa usiku kwa ajili ya kula daku,
hii ni ishara tosha ya kwamba mtu huyu anakusudia kufunga. Fahadhihi hiya an-niyya, hii ndiyo nia. Walakin yahtaju ila mithli hadha as-su'al, lakini yahitajia kwa mfano wa swali hili, fima law qaddara anna shakhsan nama qabla ghurubi ash-shams, kwa kile ambacho lau pamekadiriwa kwa mtu, lau pamekadiriwa hakika mtu nama qabla ghurubi ash-shamsi, amelala kabla ya kuzama kwa jua, fi ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, wa baqiya naima, na akabaki hali ya kuwa ni mwenye kulala, lam yuqidhhu ahadun, hakumwamsha yoyote, hatta talaa al-fajr, mpaka ilipochomoza alfajiri, min al-yawm at-tali, katika siku ifuatayo, fa innahu lam yanwi min al-layli, hakika yake mtu huyo hakunuia wakati wa usiku, li sawmi al-yawm at-tali, kwa ajili ya kufunga siku ifuatayo. Fahal naqulu inna sawmahu al-yawm at-tali sawmun sahihun, tunasema sasa hakika funga yake ya ile siku iliyofuata ni funga sahihi, binaan ala an-niyyati sabiqa, kwa kujengea ile nia iliyotangulia, au funga yake itakuwa sio sahihi. Au naqulu, au tunasema inna sawmahu ghayru sahihi, au hakika funga yake si sahihi, liannahu lam yanwihi min laylatihi, kwa sababu yeye hakuinuia funga yake katika usiku wake. Fanaqul, tunasema inna sawmahu sahihun, hakika funga yake hiyo ni sahihi. Lau tutajalia kwamba mtu amelala baada al-asr, baada al-asr akaingia kitandani akalala, alipolala kuanzia wakati huo akapitiwa na usingizi, magharibi ikaingia, amelala, isha ikaingia, amelala, amekuja kuamka baada tulu'i al-fajr, alfajiri sasa imeshachomoza, ndio anaamka na yeye anakusudia kufunga. Je, funga yake mtu huyu itakuwa sahihi au funga yake haitakuwa sahihi? Sheikh al-Imam al-Uthaymeen anasema fa inna sawmahu sahihun, inna sawmahu sahihun, hakika funga yake ni sahihi. Fa inna al-qawl ar-rajiha, hakika kauli yenye nguvu, anna niyyata siyami ramadhana, hakika ile nia ya kufunga mwezi wa Ramadhani, fi awwali, mwanzoni mwa mwezi wa Ramadhani, kafiyatun, nia ya kutosheleza. Kwa ile nia ambayo mtu ameiweka kwamba mimi nitafunga mwezi huu wa Ramadhani wote, hata kama patampitikia siku ikatokea mathalan kama hivyo hakuamka kula daku, basi ile nia ya mwanzo kwa kauli ambayo kwamba ni rajih yenye nguvu, basi ile nia ya mwanzo aliyoiweka mwanzoni mwa mwezi yatosheleza kwa yeye kuwa ni nia, na akafunga kwa nia hiyo. Wala yahtaju ila tajdidi nia, na wala haihitaji kufanya upya nia, likulli yawmin, kwa kila siku. Haihitaji kwamba kila mtu aweke nia kila siku, aweke nia kila siku. Allahumma illa, anasema isipokuwa ayujada sababun, pale itakapopatikana sababu, yubihu alfitra, sababu ambayo inahalalisha kula, fayuftiru fi athna'i shahri, akala katikati ya mwezi, fahina idhin, kwa wakati huo, la budda min niyatin jadidatin, hapana budi kuwepo nia mpya, listi'nafi sawmi, kwa ajili ya kuanza funga. Mfano mathalan umetokea udhuru wa kisheria kwamba amepata safari, na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema laysa min albirri as-sawmu fi safari, si katika wema kufunga katika safari. Mtu akachagua upande wa kula kwa sababu safari mtu ameruhusiwa, fa'iddatun min ayamin ukhra, atakuja kuitimiza hesabu yake katika masiku mengine, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yule atakayekuwa mgonjwa au akawa safarini atakuja kuitimiza hesabu yake katika masiku mengine. Tujalie amepata safari, ile safari ikasababisha yeye akala mchana wa Ramadhani. Sasa huyu atakaporejea kuendelea kufunga mwezi wa Ramadhani, ametoka safarini kwake, sasa amerudi katika mji wake, huyu yahtaju ila tajdidi niyya, anahitajia mtu huyu kuifanya upya nia. Kwa nini? Kwa sababu tayari katikati kimepatikana kile ambacho kimemtoa katika ile nia ya kufunga Ramadhani yote, akala ule mchana wa Ramadhani. Sasa inahitajika aweke tena nia, huu mwezi, upande huu uliobakia, labda ni masiku 10 au ni masiku 20 au ni masiku 10,
basi haya masiku mimi nitayamaliza yote insha Allah taala. Kwa huyu sasa wanasema ahlul ilmi yahtaju ila tajdidi niyya, kwa sababu tayari kimepatikana kile ambacho kimeukatisha mwezi katikati ya safari yake. Kadhalika mtu ambaye ni mgonjwa mathalan amepata maradhi ambayo yamemsababisha yeye kufungua katikati ya mwezi wa Ramadhani siku ya 10 au siku ya 12 au 15, huyo anaruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani, anaruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani, na atakuja kulipa hayo masiku ambayo yeye amekula katika mchana wa Ramadhani, atakuja kuitimiliza hesabu yake katika masiku mengine. Sasa huyu kadhalika atakaporejea tena, yani baada albari'a, baada ya kupona, baada ya yeye kuwa amepona, amerejea tena katika saumu, mtu huyu ataambiwa sasa, anta tahtaju ila tajdidi niyya, wewe unahitajia ufanye upya nia, kwa sababu uliukatisha mwezi katikati ya mwezi ukaingia katika kula. Hivyo ile nia yako ya mwanzo kwamba nitafunga mwezi mzima imekatika katikati. Kwa hivyo rejea tena kuweka nia upya, kisha kamilisha mwezi wako. Ama yule ambaye sasa hakupatwa na kile ambacho chenye kuzuia yeye kuendelea kufunga, hakupatwa na maradhi, hakupatwa na safari, wala kile ambacho chenye kumzuia yeye kuendelea kufunga, basi ile nia yake ya mwanzo baada ya kuonekana mwezi mchanga wa Ramadhani kwamba mimi nitaufunga mwezi huu wa Ramadhani wote, basi hiyo nia ya mwanzo kafiyatun, hiyo nia ya mwanzo ni nia yenye kutosheleza. Hapa hitaji kila siku watu kuimbishana na waitu sauma ghadi an adai shahri Ramadhan. Ile nia ya mwanzo mtu ambaye ameinuia kwamba mwezi huu insha Allah taala, in waffaqani Allah tabaraka wa taala, ikiwa atanifikisha mimi Allah subhanahu wa taala, basi nakusudia kuufunga mwezi huu mzima, basi hilo peke yake ni kafia. Nia hiyo ni yenye kutosheleza hata kama itatokea siku hajaamka kula daku. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.